kwa ajili ya siku ya kwanza kabisa katika mwaka huu wa 2026. Na ujumbe wa leo unasema mwaliko wa mfalme katika mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaliko wa mfalme katika mwaka wa Bwana uliokubalika. Na somo hili tunalipata kutoka kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 61 mstari ule wa pili kipengele A. Anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Sambamba na neno hili kwenye Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 22 mstari wa 9 na wa 10, neno la Mungu linasema, basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Haleluya. Tunaweza kukaa. Mwaliko wa mfalme mkuu katika mwaka wa Bwana uliokubalika. Nimekuwa na maandalizi ya kuandaa ujumbe kwa ajili ya siku ya leo tarehe 1 tangu mwaka jana, lakini cha kushangaza ni kwamba sikuweza kupata ujumbe huu kwa ajili ya mwaka huu mpaka pale ambapo nimeweza kuingia mwaka huu, na amini Mungu alikuwa na sababu ya kufanya hivyo. Pia ni kwa nini Mungu aliweza kusubiri mpaka niweze kuingia mwaka huu wa 2026 ndipo aweze kunionyesha kuhusiana na hicho nilichokiona. Hiyo ina maana moja, kwamba yale ambayo amenionyesha yanahusiana zaidi na mwaka huu, na ndio maana
akanisubirisha. Kama ambavyo nimesema, wiki nzima hii nimekuwa nikitafakari na kusoma neno la Mungu na kumsikiliza Mungu ananiambia nini, lakini mbingu zilikaa kimya, tofauti kabisa na wakati mwingine wote. Kwa hiyo ujumbe huu ambao tunakwenda kuusikiliza siku ya leo ni ujumbe ambao umethibitishwa na kuhakikishwa kwa ajili ya mwaka huu wa 2026. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu hiyo Mungu amemaanisha kutaka mwanzo wetu wa mwaka uwe mzuri. Haleluya. Haleluya. Usiwe wa kufanya mambo kwa mazoea. Ningeweza kulazimisha ujumbe wote ambao ninaufahamu. Ningeweza kulazimisha ujumbe wote ambao mwaka jana niliuandaa na sikufundisha. Ningeweza kufanya vyovyote vile, lakini kwa sababu Mungu lile alilolikusudia ndilo analotaka kulifanya, basi nimeona mapenzi ya Mungu yatimizwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa kuanza, ni vema kujua ya kwamba Mungu ndiye mfalme mkuu juu ya wafalme wote, au juu ya falme zote. Kwenye ile Warumi 13:1 anasema kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu. Ni mamlaka gani? Ni mamlaka ya mfalme mkuu. Mfalme mkuu ambaye pia ukisoma kwenye Ufunuo 19:16 yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kwa hiyo tunapozungumzia mwaliko, tunazungumzia mwaliko wa mfalme mkuu ambaye ni Mungu mkuu. Lakini kuna mwaliko ambao anautoa. Kuna mwaliko ambao anautoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu katika mwaka huu. Kuna mwaliko anaoutoa. Kuna mwaliko ambao anautoa katika mwaka huu wa 2026. Na mwaka wa 2026 kama ambavyo tumesoma ni mwaka uliokubalika na Mungu. Tutaelewa maana ya mwaka uliokubalika. Tunapozungumzia mwaka uliokubalika,
Ukisoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 kipengele cha mstari wa 2a, anaposema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Pia Yesu Kristo ananukuu hayo maandiko kwenye Luka 4:18. Yesu alikifungua chuo cha nabii Isaya, akasoma hayo maandiko na akawaambia wale waliokuwa wanamsikiliza, leo maandiko haya yanatimia masikioni mwenu. Tunapozungumzia mwaka uliokubalika, kwa maneno mengine tunasema ni kairos. Neno hili kairosi lina maana ya wakati wa Bwana, wakati wa Mungu ulio sahihi kutenda jambo lililotarajiwa. Katika mwaka uliopita wa 2025 tumekuwa na matarajio mengi ambayo tulitarajia ya kwamba kabla ya mwaka huo wa 2025 kuisha, Mungu atakuwa ametenda jambo kulingana na matarajio yetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Pia kwenye Mathayo 22 mstari ule wa 5 tunasoma hivi: lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Hapa tunaona hawa ndugu ambao walikuwa wamepata mwaliko wa mfalme mkuu, na tunaona walichoamua kufanya, kwa sababu huo ndio ulikuwa wakati wa mfalme mkuu wa kuwakaribisha na kuwaalika kwenye sherehe. Lakini tunaona ule wakati wa Mungu, hawa watu wakapishana nao. Wao wanaalikwa na mfalme mkuu kwenye karamu, lakini wao, maandiko yanasema, wakaamua, mwingine akaamua kwenda shambani kwake, lakini na mwingine akaamua kwenda kwenye biashara yake. Mambo ambayo walikuwa nayo siku zote, lakini hii ilikuwa ni fursa ya kipekee ya kupata mwaliko kutoka kwa mfalme mkuu ambaye ni Mungu mwenyewe,
ambaye ni Bwana wa mabwana. Kwa hiyo hawakuweza kuelewa kairos ya Mungu. Hawakuweza kuelewa wakati uliokubaliwa na Mungu. Na tunazungumzia mwaka uliokubaliwa, lakini tunafahamu ya kwamba kuna mgawanyo wa wakati au nyakati, na mgawanyo huo ndio unaosababisha sasa kuwa na hayo mabadiliko ya wakati. Mgawanyo huo, kuna sekunde ambazo zikiwa 60 zinafanya dakika. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kuna dakika zikiwa 60 zinafanya saa. Lakini saa pia zinapokuwa masaa zinafanya siku. Vivyo hivyo na siku zinafanya mwezi. Siku zinafanya wiki kabla ya mwezi. Siku 7 zinafanya wiki. Na hayo majuma pia na siku yanafanya mwezi. Na miezi 12 inafanya mwaka. Na miaka 10 inafanya mongo mmoja. Ukisikia mongo mmoja ina maana ni miaka 10. Lakini pia hiyo miaka 10 inapokuwa mara 5 imejirudia, jumla yake inakuwa ni 50. Inapofika miaka 50 wanasema jubilee. Lakini pia inapofika miaka 100 tunapata karne moja. Na inapofika miaka 1000 tunapata milenia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo miaka hii kugawanywa au mgawanyo wa huu muda, na hapa nazungumzia zaidi mwaka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kuna mabadiliko ambayo huwa yanatokea kulingana na muda. Kuna jambo ambalo linaweza lisitokee katika siku fulani au katika sekunde fulani au katika mwezi fulani au katika miongo fulani au katika karne fulani, lakini likatokea katika wakati ambao umegawanywa. Inaweza ikawa ni sekunde, inaweza ikawa ni dakika. Kama kunyakuliwa kwa kanisa, anasema kwa dakika 1 kufumba na kufumbua.
ile dakika ambayo Yesu anasema kwamba hata yeye hajui, ila Baba yake ndiye anayejua. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile inaweza ikatokea kwa sekunde, inaweza ikatokea kwa dakika, inaweza ikatokea kwa saa moja, inaweza ikatokea kwa siku, inaweza ikatokea kwa juma, inaweza ikatokea kwa mwezi, inaweza kutokea kwa miongo au mwongo mmoja, inaweza kutokea kwa yubilei, inaweza kutokea kwa karne, inaweza kutokea kwa milenia. Kwa hiyo kwa sababu mambo hayo huwa yanatokea, yaliyotarajiwa huwa yanatokea kulingana na nyakati, kulingana na mgawanyo wa nyakati ambazo tumeziona au kuzitaja. Kwa hiyo mabadiliko ya wakati huwa yana maana kubwa sana, kufuatilia mabadiliko ya nyakati, kwenda na mabadiliko ya nyakati. Kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kukwambia kwamba kwani kilichobadilika ni nini? Starakimu tu. Kwani jana na leo kuna tofauti gani? Lakini kwa mujibu wa Biblia inatuonyesha ya kwamba Mungu hufanya mambo kwa wakati. Ukisoma kwenye Mhubiri 3 mstari wa kwanza na kuendelea, anazungumzia, anasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Kila jambo linalotokea chini ya mbingu linatokea kwa majira yake. Hakuna jambo ambalo linatokea kwa bahati mbaya. Ukisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 6 mstari wa kwanza, kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 6 mstari wa kwanza, unaweza kusoma mpaka wa 7, lakini ninalenga zaidi ule mstari wa kwanza. Anasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Anaendelea kusema, juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Unaona, huu ulikuwa ni moshi kwa ajili ya Mungu, lakini kuna moshi mwingine ambao unavukizwa kwa ajili ya Baali. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia,
naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa unaona mambo yanavyobadilika. Naona nabii Isaya hapa anazungumzia kwamba baada tu ya mfalme Uzia kufa ndipo alipomwona Bwana. Yaani mabadiliko, mwaka ule ambapo sasa mfalme Uzia alikufa, ndipo nabii Isaya aliweza kumwona Bwana. Yaani kabla ya mfalme Uzia kufa, yale, kwa maneno mengine, yale matarajio ambayo nabii Isaya aliyategemea ya kumwona Bwana hayakuweza kutokea. Mabadiliko ya mwaka, lakini mabadiliko pia ya utawala. Yule mfalme Uzia baada ya kufa. Kwa hiyo unaona ya kwamba kuna muda fulani unaweza ukawa ni mwaka kama ambavyo tumeona. Kuna muda fulani ambao huwezi kuona yale yaliyotarajiwa mpaka kutokee mabadiliko ya huo muda. Unajua, wana wa Israeli walipokuwa utumwani, kulikuwa na neno la unabii kwamba watachukuliwa utumwani na watakaa huko zaidi ya miaka 400 na kitu. Sawa? Kwa hiyo katika kipindi kile ambacho walikuwa kule, kabla ya kutimia ile miaka, hata wangelia na machozi, hata wangefanya nini, bado hakuna kitu ambacho walikitarajia ambacho kingeweza kutokea. Lakini baada ya wakati wa Mungu kufika, baada ya kairosi ya Mungu kufika, wakati wa Mungu uliokubalika wa kutenda jambo ulipofika, hakukuwa na upinzani wote. Hata ule upinzani wa Farao uliokuwepo haukuwa na nguvu ya kuzuia wana wa Israeli kutolewa utumwani. Wakati wa Mungu ukifika, hakuna cha kuzuia. Haleluya, haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu mwenyewe ataiambia kusi toa, kaskazini toa, usizuie. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na tunaona wakati Yesu amezaliwa, kukawa na mpango mbaya wa Herode kumwangamiza. Mungu akatuma malaika kwa Yusufu kumpasha kwamba amchukue mtoto na wakimbilie Misri. Na baada ya kufa mfalme Herode, maandiko yanasema malaika akamtokea tena akamwambia ya kwamba mwaka au wakati wa kurudi sasa umefika, kwa sababu wale walioitafuta roho ya Yesu waiangamize wameshakufa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ninachotaka tu ukione hapo ni kwamba kuna mabadiliko yanayotokana kulingana na wakati. Mtunga Zaburi pia anasema
nafsi yangu imemgoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Kwa nini anasema kuliko walinzi waingojavyo asubuhi? Anategemea kutakapopambazuka kutakuwa na mabadiliko. Anaelewa ya kwamba haya yanatokea au haya yanayoendelea ni kwa sababu tu ya wakati wa giza. Ni kwa sababu tu ni wakati wa giza. Ndio sababu haya yanatokea, ndio sababu haya yanaendelea. Lakini anajua ya kwamba wakati au gandi, watu wanasema siku hazigandi, zinaendelea. Kwa hiyo hata usiku umeendelea. Kwenye Warumi 13:11 anasema, na tukiujua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, wokovu wetu huu karibu sana kuliko tulipoanza kuamini. Na kwa sababu hiyo, na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama inavyohusika na mchana, na tuenende kwa usafi, sio kwa ufisadi na ulafi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tukijua ya kwamba mwaka huu wa 2026 ni mwaka ambao Bwana atatenda jambo lililotarajiwa, tulilotarajia, kwa sababu ni Kairos, kwa sababu ni mwaka wake, ni mwaka wa Bwana uliokubalika. Unajua huyu Mungu ni Mungu wa kila kitu. Maandiko yanasema dunia na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hata siku ni zake, hata sekunde ni zake. Ndio maana kuna siku wale wapinzani wa Yesu walipoenda kuwashtaki wanafunzi wake kuhusiana na Sabato, wakawaambia, wanafunzi wako wanavunja sheria ya Musa kwa sababu wanavuna ngano siku ya Sabato. Lakini Yesu akawaambia ya kwamba mimi ni Bwana wa Sabato. Haleluya. Kwa maneno mengine ni kwamba kila kitu ni changu. Wakati ni wangu, miaka ni yangu, siku ni zangu, sekunde ni zangu, miezi ni yangu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona habari njema ya mwaliko wa mfalme mkuu. Hii habari njema ya mwaliko kwa mfalme mkuu anasema kwenye Isaya, kwanza ni habari njema kwa wanyenyekevu tu. Anasema, haleluya, anasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa hiyo huu mwaliko ambao Mungu anautoa katika mwaka huu
uliokubalika kwake ni wa wanyenyekevu tu. Wanyenyekevu ni wale ambao wanaitikia wito baada ya kupokea mwaliko. Haleluya. Maandiko pia yanasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Habari nyingine ni kwamba anasema kuwaganga waliovunjika moyo. Mungu anajua ya kwamba kuna watu ambao wameingia katika mwaka huu wa 2026 wakiwa wamevunjika moyo, wakiwa wamekata tamaa na yale ambayo yametokea katika mwaka wa 2025. Mambo mengi mabaya yaliyofululiza ambayo yametokea katika maisha ya kibinafsi, katika maisha ya kifamilia, lakini katika maisha ya taifa letu la Tanzania na katika maisha ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo kuna watu ambao wameingia katika mwaka wa 2026 wakiwa wamevunjika moyo na wanahitaji kutiwa moyo. Ndio maana sasa Mungu anatualika. Haleluya. Mwaliko wake unatutaka tuwe wanyenyekevu. Lakini habari njema nyingine, ukiendelea hapo, anasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuna kuchukuliwa mateka katika ulimwengu wa roho, kuna kuchukuliwa mateka kiroho, lakini pia kuna kuchukuliwa mateka kimwili. Sasa katika mwaka huu ambao umekubalika, habari njema ni kwamba kuna kutangaziwa uhuru. Uhuru kama rais tu anatangaza msamaha kwa wafungwa na wanatolewa kule gerezani. Sasa hebu fikiria juu ya Mungu, mfalme mkuu, akisema au anapotangaza uhuru kwa watu kama ambavyo anasema, ni nani atakayezuia? Na yeye ni mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Anapotangaza uhuru wa kiroho, lakini pia anatangaza hata uhuru wa kimwili. Kwa hiyo kuna watu ambao wamechukuliwa mateka, wanatangaziwa uhuru wao, lakini kuna waliofungwa na vifungo mbalimbali, vifungo vya kiroho, vifungo vya kimwili. Habari njema za huu mwaliko wa mfalme mkuu ni habari za kufunguliwa kutoka katika vile vifungo, kutoka katika ile minyororo, kutoka katika zile kamba. Mtunga Zaburi anasema, kamba za kuzimu ziliponifunga niliona tabu sana, lakini nampenda Bwana Yesu kwa kuwa anasikiliza sauti zangu na dua zangu. Kwanza kuna ukisoma kwenye Mathayo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 14, hapo ndipo tunapopata mialiko
ya aina hizi mbili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwenye Mathayo 22 mstari ule wa 3 na 4 tunapata aina ya kwanza au aina ya kwanza ya mwaliko, na ule mstari wa 9 mpaka wa 10 tunapata aina nyingine. Aina ya kwanza ni mwaliko wa hiari. Aina ya kwanza ni mwaliko wa hiari. Mwaliko wa hiari, mwaliko wa mtu mwenyewe baada ya kupokea huo mwaliko ana hiari. Huu mwaliko wa hiari kutoka kwa mfalme mkuu. Ukisoma kwenye ule mstari wa 3 anasema hivi, akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Hapo mwanzo tumeona ya kwamba anasema ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Ndio huo mstari wa 3 sasa anasema akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Walikataa kuja kwa sababu ulikuwa ni mwaliko tu wa hiari. Lakini ule mstari wa 4 pia tunaona, tukiwa bado kwenye huo mwaliko wa hiari, tunaona huyu mfalme mkuu akukata tamaa baada ya wale waalikwa kukataa. Wakakataa kuja kwenye karamu. Na kumbuka kwamba anayewaalika ni mfalme mkuu, Mungu mwenyewe. Sio mfalme wa kidunia. Watu tu wanapoalikwa tu na wafalme wa kidunia, ukialikwa tu Ikulu, tayari mtu imeshakuwa ni story. Anataka kila mtu ajue, anatamani muda ufike haraka ili na yeye aonekane. Anatamani na yeye mwandishi wa habari amchukue, aonekane kwenye gazeti, aonekane kwenye television, ya kwamba na yeye alikuwa ameheshimiwa na rais akaalikwa. Mungu atusaidie sana. Lakini tunaona huyu mfalme mkuu akukata tamaa, akaendelea, yani tunaweza kusema akajaribu kuongeza ushawishi, yani kuwafanya wale walioalikwa wakubaliane. Yeye alikuwa ni mfalme, lakini hakutaka kuwalazimisha kutumia cheo cha mfalme. Akaamua kutumia tu nguvu ya ushawishi. Ni washawishi hawa watu, pengine hawaelewi kile nilichowaandalia, hawajui kwa usahihi yale niliyowaandalia. Ndio mstari wa 4 anasema akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona hapa anawaelezea kwamba wakati nawaalika tayari nilishaandaa kila kitu, kiko tayari, nilishaandaa kwa ajili yenu. Nilishaandaa kwa ajili yenu. Lakini tunaona hapo ndipo ilipofika mwisho wa mwaliko wa hiari. Sawa? Au kulikuwa na awamu za mwaliko wa hiari. Kwa hiyo unaona huo mwaliko wa hiari ulikuwa na awamu mbili. Kwanza waliambiwa tu mnaalikwa na mfalme. Maandiko yanasema wakakataa kuja. Lakini mstari wa 4 kuna kitu kinaongezewa, kuna maelezo yanaongezewa. Yaani wanaanza kama vile kuelimishwa kama hawajui faida ya hiyo karamu. Elimu ikawa imeongezeka. Lakini elimu hii pia ilikuwa inataka mwitikio wa hiari, yaani wao wenyewe tu waamue mwitikio wa hiari. Lakini tunaona kuna awamu nyingine, kuna awamu hizi pia. Sikiliza, utanielewa tu. Kuna mialiko mitatu na kuna awamu tatu. Hapa tunaona awamu mbili za mfalme kuwatumia wale waalikwa kwa hiari. Lakini tunaona pia kuna aina nyingine ya mwaliko ambayo huyu mfalme aliitumia. Aina nyingine sio hiari tena, bali ikawa ni lazima. Sehemu nyingine anasema, anawaagiza wale watumwa wake waende mabarabarani na vichochoroni, anasema mkawashurutishe waingie kwenye karamu, kwa sababu inahitajika karamu ijae. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye ule mstari wa 9 mpaka wa 10 tunasoma hivi: basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni arusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye tafsiri nyingine anasema nendeni mabarabarani mkawashurutishe, yaani mkawalazimishe watu, mimi ninachotaka karamu yangu ijae. Kumbuka na huyo alipokuwa anasema akawashurutishe, kumbuka kwamba sio mtu wa kawaida, ni mfalme. Kwa hiyo mfalme anaweza kutumia njia zozote zile. Anaweza akatumia njia za ushawishi kama alivyofanya, lakini pia kwa sababu anayo mamlaka anaweza akatumia hata njia ya kuwalazimisha. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapo tunaona kuna Mungu ambaye ni mfalme mkuu, kulingana na mfano aliwaendea wale watu au baada ya kutuma wale watu ambao walikuwa wanapeleka ile mialiko, tunaona ya kwamba kwenye mwaliko wa hiari walienda mara mbili. Sawa? Mara ya kwanza waliambia tu mnaalikwa na mfalme. Basi
Lakini mara ya pili wameenda wakiwa na ufafanuzi na maelezo mengi ya ushawishi. Inahitajika ushawishi pia kuingia katika karamu ya mfalme mkuu. Na ndio maana ukisoma kwenye Luka 16 unapata habari za yule tajiri ambaye yeye hakushawishiwa akiwa hapa duniani, hakushawishiwa, akajikuta yuko kuzimu mahali pa mateso. Na akakumbuka kwamba ana ndugu zake 5 huku duniani. Akasema labda, akaanza kuomba labda mtu akitoka kuzimu akija hapa duniani wale watu watashawishiwa. Lakini akaambiwa hata kama mtu akitoka huku kuzimu akienda huko, kama sio watu wa kushawishiwa, hawatashawishiwa tu, kwa sababu tayari kuna watu ambao wametumwa. Kama vile yule mfalme alipokuwa ametuma watu kupeleka mwaliko, kuna watu ambao wako kule wanatoa mwaliko kwa kila mtu kuhusiana na karamu ya mfalme mkuu. Kwa hiyo hata ule ushawishi ukashindwa wa kuambia kwamba jamani, huku nimeandaa, kuna vinono, kuna vinywaji vya kila aina kwa ajili yenu, ukashindikana. Sasa hizo ni awamu 2, lakini tunaona awamu ya mwisho hii ambayo tumesoma ya kuwashurutisha. Kwa hiyo msisitizo wa mfalme mkuu kwa waalikwa kuwashawishi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kuhusiana na uzuri wa karamu, vinono ambavyo vimeandaliwa. Lakini pia alikuwa na sababu nyingine, sio tu kuwaambia kwamba jamani, karamu kwa sababu imeandaliwa na mfalme mkuu ni tofauti kabisa na karamu nyingine zote ambazo mmewahi kushiriki. Hii ni karamu ya kipekee sana, si ya kukosa. Watu kwenye matangazo yao wanasema usipange kukosa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini kitu kingine ambacho aliwaeleza wale waalikwa, au elimu nyingine ambayo aliitoa, sio tu kwamba ubora au uzuri wa ile karamu, lakini pia aliwakumbusha kwamba kuna gharama ambayo tayari imeshalipwa. Ng'ombe wamechinjwa, vitu vimenunuliwa, vinywaji vimenunuliwa. Lakini sio hilo tu, pia aliwaambia pia madhara ya kuwa nje ya karamu. Kwenye ule mstari wa 13 anasema, mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Sasa unaona, kumbe hapa kulikuwa na maeneo mawili. Ndio maana mfalme aliamua kufanya karamu. Kulikuwa na eneo la kuwa ndani ya karamu, lakini pia kulikuwa na eneo la kuwa nje. Na haya maeneo yote kulingana na mfalme yangekuwa na matukio tofauti. Sawa? Haleluya. Yangekuwa na matukio tofauti, lakini pia watu tofauti. Walioalikwa wakiwa ndani ya karamu ya mfalme mkuu, lakini pia ambao hawakuitikia ule mwaliko kuwa nje.
ya karamu. Ukisoma kwenye Ufunuo 21:13, 21:27 kwanza anasema, na ndani yake akitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ndani ya hiyo karamu hakutaingia chochote kilicho kinyonge. Ukisoma kwenye Ufunuo 22 mstari wa 15 anasema uko nje. Unaona sasa, kuna ndani na nje. Anasema uko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Kwa hiyo hata huyo ambaye alifanikiwa kuingia kwa sababu tunaona ya kwamba huyo anayeambiwa atolewe nje alifanikiwa kuingia, alifanikiwa kuingia, lakini tunaona aliweza kutolewa nje. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama ambavyo tumeona awamu mbili za mwaliko wa hiari na awamu moja ya mwaliko wa lazima au kushurutishwa, hapo tunapata awamu ngapi? 3. Ukisoma kwenye Luka 13 mstari wa 7, Luka 13:7, Luka 13:7 tunasoma hivi: akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 inaja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Miaka mingapi? Ina maana zile awamu ambazo zilitolewa kule kwa hao waliokuwa wanaalikwa zilikuwa awamu ngapi? Zilikuwa awamu 3. Na hapa kwenye mtini ambao ulikuwa uzai, anasema nimekuwa nikija kwa vipindi tofauti tofauti kwa muda wa miaka 3. Unajua maandiko yanasema kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 kila neno litathibitika. Yaani ili ushahidi ukamilike ni lazima uthibitishwe kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3. Kwa hiyo ndio maana tunaona hizi awamu 3 za Mungu kutoa mwaliko. Ametuma watumishi wake mara ya kwanza, watu wakakataa. Akatuma watumishi wake mara ya pili na kwa ufafanuzi mzuri zaidi, watu wakakataa. Akatuma watumishi wake kuwashurutisha na kuwaingiza watu kwa nguvu, lakini bado watu wengine wakabaki nje. Na cha kushangaza, unaona pia kuna huyu ndugu ambaye aliingia na akakutwa na akiwa hana vazi la sherehe, akiwa hana sare